Karibu katika Genesis to Revelation, kipindi cha 69. Leo tunasoma moja ya mafungu muhimu zaidi katika Biblia, Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Hapa Musa anawapatia Waisraeli amri ambayo itakuwa msingi wa imani yao milele. Ni amri ambayo Yesu ataichagua kama ukuu zaidi baadaye. Tunaanza na maombi. Bwana, fungua mioyo yetu tupokee neno lako kwa utii. Tufundishe kupenda wewe zaidi ya kila kitu. Katika jina la Yesu, amina. Tunasikia maneno ya Musa. Haya ndiyo maagizo, amri na hukumu ambazo Bwana Mungu wenu aliamuru niwafundishe. Kisha anasema maneno yaliyokuwa muhimu zaidi. Sikiliza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ni mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote. Hii si ombi, ni amri. Musa anaendelea na maneno haya, ninayokuamuru leo yawe juu ya moyo wako. Nawe uyafundishe watoto wako na uyazungumze ukiwa nyumbani kwako. Amri hii inahusisha kila sehemu ya maisha yetu. Kuna mambo muhimu tunayokosa katika kifungu hiki. Kwanza, neno shema, sikiliza, si tu sikia kwa masikio. Katika Kiebrania inamaanisha asikia ili utii. Pili, amri hii ilitolewa kabla ya kuingia Kanaani. Si baada ya kushinda, bali ni msingi wa ushindi wote. Tatu, Musa anasema fundisho linapaswa kuwa juu ya moyo wa wazazi kwanza. Huwezi kutoa kile ambacho huna. Kwa mwisho, angalia jinsi Musa anarudia neno ili kila kitu kina madhumuni ya Mungu. Tuniona mabadiliko makuu ya kiroho. Kutoka kwa sheria nyingi za Sinai, Mungu anazirejesha katika msingi mmoja, kumupenda yeye zaidi ya kila kitu. Si mchezo, ni amri. Pia tunaona badiliko kutoka kwa ubinafsi hadi familia. Imani si jambo la mtu mmoja tu, ni jukumu la kizazi hadi kizazi. Badiliko lingine kutoka kumbuka hadi kutenda. Historia ya matendo ya Mungu inapaswa kuongoza maisha yetu ya leo. Amri hii inajenga daraja kutoka kwa ahadi za kale hadi maisha ya sasa. Wanyamapori wanashuhudia mazungumzo haya ya muhimu. Mimi nasikia amri hii ya upendo. Lakini kwa nini binadamu wanahitaji kuambiwa wampende yeye aliyewaumba? Kutoka juu, ninaona jinsi Mungu alivyowapa kila kitu, ardhi, chakula, familia. Lakini bado wanamkosa. Sisi tumejifunza kutii kwa asili. Lakini binadamu wamepewa chaguo na mara nyingi wanachagua vibaya. Hii amri ya upendo itakuwa msingi wa kila kitu kinachokuja. Hata dhabihu zetu zinaashiria upendo huu wa kweli. Mungu anajua mioyo yao. Amri hii si mzigo, ni njia ya furaha na uhuru. Je, tunaweza kuishi amri hii leo? Kwanza, chunga moyo wako. Kuna nini kinachoshindana na upendo wako kwa Mungu? Pili, fanya neno la Mungu kuwa sehemu ya mazungumzo ya kila siku katika familia yako. Si tu Jumapili, bali kila siku. Tatu, kumbuka matendo ya Mungu katika maisha yako. Kama vile Waisraeli walikumbuka Misri, wewe kumbuka jinsi Mungu alivyokusaidia. Mwisho, tuombe pamoja. Baba wa anga, tunaomba utuongoze tupende wewe kwa moyo wetu wote. Tusaidie kufundisha watoto wetu njia zako. Tufanye neno lako kuwa mzizi wa kila jambo tunalofanya. Amri kuu zaidi imeelezwa, tupende Mungu zaidi ya kila kitu. Katika kipindi kinachokuja tutaona jinsi Waisraeli walivyoishi amri hii wakati wa kuingia Kanaani. Mungu atubariki. Amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.